swali letu sasa, mwanafunzi anawezaje kujenga kujiamini kwenye masomo yake kama njia ya kufaulu zaidi? Najua ushasema kwamba like ajue hivi na hivi, yaani sasa practical steps ambao kwamba yani sasa anaanza afanye. Cha kwanza kabisa Epifania, karibu to the study room. asante. It's been a while. Sure. Leo tuko na mgeni wetu, tuna discuss mada ya self acceptance, kujiamini regarding masomo na kufaulu. Sasa nitamkaribisha mgeni wetu ajitambulishe, alafu tu dive in kwenye mada iliyotuleta hapa leo. Karibu. Asante. Naitwa Epifania Bamanyisa, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na pia ni brand ambassador wa Skyport Cargo. Nashukuru kwa nafasi hii ya kuja kuzungumza na wewe siku ya leo na pia kushare ideas zangu kuhusu self acceptance kwenye masomo kiujumla. Nakumbuka kuna siku tulikuwa tunaongelea hii mada ya self acceptance, yani ilikuwa tu iko on air, labda kwa utashare labda experience yako na utawapa mwanga kwa nini ni muhimu kwa ajili ya watu kufaulu. Sasa nitaanza na swali la msingi. Self acceptance ni nini? Kwa mtazamo wangu, self acceptance kwa Kiswahili tunasema kujikubali, Ndio. ni kuwa sawa na jinsi ulivyo, kuelewa madhaifu yako na pia strengths zako ni zipi, hasa kwenye masuala ya kielimu. Yes. Kwa yani kama mimi kujikubali kwenye elimu inabidi nijue sasa hizi ndo strength zangu, yani kama nguvu, yani vitu ambavyo naweza kuvifanya vizuri, na hizi ni weaknesses zangu ambao labda zinanipa shida. Sasa unadhani kwa nini wanafunzi wengi wanapata changamoto kujikubali? Wanafunzi wengi wanapata changamoto kujikubali kwa sababu ya comparison. Yaani unaona ni changamoto kubwa sana ambayo wanaipitia wanafunzi wengi. Nikiwa naongelea swala la comparison, inamaanisha kujilinganisha na mtu mwingine. Kwa mfano, tukiwa darasani kuna ile preps, ndio? Sasa katika preps unaweza kukuta prep ina masaa 3. Na wewe uwezo wako wa kuconcentrate ni kuanzia lisali 1 mpaka lisali 1.5. Lakini jirani yako anaweza akasoma ndani ya hayo masaa 3 mfululizo. Kwa wewe ukiangalia, kwa sababu jirani yangu anasoma ndani ya masaa 3 mfululizo, unaona kama she's doing it the right way. Yeye ndo ana study hard. Mimi ninakosea. Kwa unaanza kufuata jinsi anavyofanya. Unaanza kusoma kwa masaa 3 mfululizo bila kujipa break. Au labda kubadilisha labda. Ukianza kusoma hivyo unajiona kama I'm doing it the right way. Lakini mwisho wa siku ukija kupata majibu unakuwa bado unaona kwa nini bado ninafeli. Lakini ukiangalia unaweza kukuta kile ambacho unaweza kusoma ndani ya lisali 1 mpaka lisali 1.5 kinakutosha na unakuwa umeelewa, kina stick into your mind na uweze kusahau. Lakini unapoamua kuchukua masaa 3, yani kujilazimisha kusoma ndani ya masaa 3, unasoma, kumbe wakati unasoma vingine unavisahau. Hiyo ni ya kwanza. Lakini kitu kingine kinachofanya watu wengi washinde kujikubali ni criticism kutoka kwa wazazi au walimu au the society in general. Unakuta wanakuambia kabisa, wanakunenea yale maneno labda hauwezi, hauna akili, yaani wewe kila siku ni wa mwisho, muone mwenzio, muone fulani, unashindwa kuwa kama fulani. Yaani wanaanza kukulinganisha na wanakukriticize. Hiyo inakujengea hata wewe mwenyewe unakuwa unajinenea pia, I'm not able, I cannot do this, mimi ni failure. Hiyo inakufanya unashinda kujiamini. Unaweza kukuta hata siku mwalimu ameingia darasani, ameuliza swali, akakwambia for example, Jujina, jibu swali. Hata kama unaweza kuwa unalijua lile jibu, lakini unakaa kimya, unaona mimi siwezi, unaacha tu kunyamaza. Na mwalimu atakwambia, unaona hujui kitu, hebu Epifania sema. Na yeye Epifania akinyanyuka anajielezea. Kwa ile mwalimu hapo kukriticize akakwambia haujui, inakufanya ujione kabisa mimi sijui. Kwa hiyo kila siku utakuwa unajiandamine mwenyewe, unajinenea siwezi, unakaa kimya,
hivyo perfectionist, kutafuta perfection. Hiyo ni changamoto kubwa sana kwa kweli. Mimi kwa kweli nikiangalia sidhani kama elimu ilitungwa ili iwe rahisi, yaani ilitengenezwa ilikuwa rahisi ili kila mtu apate 100. Imetengenezwa ili iwe ngumu. Sio kama imetengenezwa iwe ngumu, lakini pia sio kama ilitakiwa iwe rahisi, yaani lazima wewe upate 100. Kwa hiyo kama utafuta hiyo 100 kila siku, inaweza kukufanya wewe unapotea. Hiyo perfectionism. Umepata labda 65, si ndio? Unajiambia kwamba leo inatosha, niongeze jitihada, labda siku nyingine ukasogea mpaka 75. Ukasogea, tunabidi tukubaliane kwamba progress is a slow thing, yani haitokei hapo hapo, yani sio kwamba nitaanza kusoma leo nikimaliza nikifanya mtihani nitapata 100. No, lazima uanzie chini. Ndio maana mtoto akizaliwa azaliwi tayari anatembea, anaanzia anatambaa, siku nyingine ataanza kutembea kidogo, anashika meza, anadondoka, mpaka anapokuja kukaa vizuri anatembea kabisa. Ni progress, na imekuwa taratibu, sio kitu ambacho kilitokea papo kwa hapo. Kwa unavyojisomea unakuwa unaona bado sijafikia malengo yangu, haimaanishi ukate tamaa. Jitahidi kwamba leo nimepata B, kesho nikapata B+, siku nyingine nikapata A. Hayo ndo masuala ambayo naona nafanya watu wengi washinde kujiamini, hasa kwenye elimu, na inachangia washinde pia kufaulu vizuri. Yes. Sasa swali lingine, sasa kujiamini, kama kujiamini ina mahusiano gani na ufaulu kitaaluma darasani? Kujiamini ina mahusiano gani na kitaaluma? Kwenye kujiamini kuna kitu kinaitwa self awareness. What is self awareness? Self awareness ni unakuwa unajua kwamba mimi ninafahamu masomo fulani zaidi kuliko masomo fulani, si ndio? Kwa hiyo nikiwa nasoma labda somo fulani inaweza kunisaidia kunyanyua average yangu ikawa juu, na somo fulani linaniangusha. Kwa hiyo ninavyosoma somo fulani, labda tuseme for example mathematics, mimi nafahamu vizuri mathematics, na ninavyokuja kusoma English ni tofauti, kwa sababu mimi kwenye English ni mdhaifu kidogo, inabidi niongeze juhudi, labda nifanye discussions, nende nikaulize walimu, au nifanye extra work ambayo inakuwa inakusaidia kufanya vizuri kwenye hilo somo. Lakini pia ukishajitambua unatakiwa ujue, mimi nimeongelea sawa concentration. Kwenye concentration kuna waponza watu wengi sana. Unakuta mtu umefungua kitabu, unajiambia unasoma, lakini mwenzangu unataka kusoma kitabu kizima ndani ya siku moja. Yaani huna target, ukimaliza chochote ndani ya hayo masaa 3. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini unaweza ukaenda darasani umejipangia labda nasoma for 30 minutes. Kwenye 30 minutes nasoma kitu fulani, nasoma topic fulani. Kwenye hiyo topic pia unachagua subtopic fulani. Kwa unaanza kuianalyze, unaisoma taratibu, unaielewa, si ndio? Ndio. Umeweza kuconcentrate ndani ya hiyo nusu saa vizuri. Unasema baada ya hii nusu saa nikishaielewa hiyo topic nitajipa break. Lakini hiyo break nakuwa nafanya kama maswali, yani kujichangamsha ili nisisinzie. Yes. Then nikimaliza hapo labda nita shift to something else. Lakini sasa sisi unakuta mtu unaanza kusoma. Nasoma topic ya kwanza, topic ya pili, topic ya tatu. Ukija sasa ukikaa, hebu nikuulize, ulichokuwa unakisoma topic ya kwanza umeelewa nini? Nothing. Na kuuliza hata maana ya kitu kidogo tu kimstari ambacho kipo kwenye hiyo sehemu uliokuwa unasoma, hukumbuki. Inakuponza. Kwa hiyo ukishakuwa umejua labda mimi naweza nikasoma ndani ya nusu saa na naweza nikakielewa kitu, na nikishaelewa sitokisahau. Hiyo pia inahusiana na kwenye self awareness, na ni swala ambalo unakuwa inakusaidia kujiamini. Tukija kwenye kusema, nilisema nini tena, nikumbushe ile point ya kwanza? Yeah. Kabla ya concentration. Kabla ya concentration. Comparison. Hapana. Sio comparison. Nimesema concentration, lakini pia nikakwambia kubalance masomo, kwamba mimi najua somo fulani na sijui somo fulani. Nakumbuka mimi wakati nasoma O-level,
mimi nilikuwa naweza sana bookkeeping. Yaani huniambii kitu. Nikishika bookkeeping nikisoma au nikisolve, sijui nikafanya balance sheet, sijui income statement, ikitoka kwenye mtihani there is no way nitakosea, hata waibadilishe vipi. Na balance sheet ina balance. Ina balance. Na haijawahi kutokea mimi nimetoka kwenye mtihani haija balance. Na ikitokea haija balance nitahangaika mpaka ita balance. Lakini ukiniletea mimi geography ninatetemeka na jasho litanitoka. Yaani najua kabisa kwangu mimi geography ni changamoto. Kwa hiyo nafanyaje ili na mimi niweze kufaulu geography kama wenzangu wanavyofanya, au kama ninavyofaulu bookkeeping, ili niweze kuwa na average nzuri darasani. Kwa sababu mimi bookkeeping nikisoma mwenyewe naweza. Hata nisiposikiliza darasani sijui nikafanyaje baadaye nikija kupitia naweza. Lakini kwa geography ni ngumu. Nafanyaje? Namsikiliza mwalimu. Okay? Nimemsikiliza mwalimu haijatosha. Nafanya maswali, nampelekea mwalimu, naomba unisaishie. Naenda kuuliza, Georgina, unaweza geography? Namba 2 tuna discuss pamoja. Unaona, kwa mimi kwa kuwa nimeshajielewa, nimejikubali kwamba ni mdhaifu kwenye geography, ninaanza kuongeza jitihada zangu ili niweze kufaulu vizuri kwenye geography. Na mwisho wa siku naweza nikafaulu geography pamoja na bookkeeping, ikaja kuniletea average nzuri darasani. Kwenye swala la kujiamini, kuna kitu kinaitwa overconfidence. Hiyo ni mbaya. Unakuta sasa mtu, yani overconfidence inakuja. Wewe kila kitu unajiona najua. Yani naweza. Mimi naweza. Mwalimu ndio anayekosea. Okay? Umeletewa swali. Umepewa fanya hili swali. Unaona? Majibu yametoka kwamba umekosea. Hutaki kukubali kama umekosea. Unasema hapana, wamenipunja. Wamenionea. Mimi niko sahihi. Hiyo pia ni mbaya kwa sababu mwisho wa siku itakupelekea unaendelea kukosea na kukosea. Wewe unashindwa kurekebishika. Kubali kurekebishika. Lakini yani sitaki mtu aone swala la kujiamini alichukulia the negative side. Isikuletee overconfidence. Unajiamini, unajikubali na unajua hapa nakosea na nashindwa kufanya vizuri, hapa naweza kufanya vizuri. Naongeza jitihada.